Habari za wakati huu na karibu sana ndugu mtazamaji ambaye tufuatilia kila siku hapa katika vipindi vyetu mbalimbali katika YouTube channel yetu, na leo ni wakati mwingine mzuri kabisa kama ilivyo ada kugusia leo michezo ambayo tuko nayo, na hii ni weekend ambayo huwa inakuwa na fursa pia kugusia mada moja nzuri ambayo tuko nayo katika mjadala. Na si leo tutajikita kama tulivyozungumza pia jana kuhusu namna ambavyo tunaendelea kushuhudia mwendelezo wa ligi kuu soka bara, na sasa michezo takriban 6 imesalia kwa baadhi ya timu, na timu zingine michezo 7 kumaliza duru la mwisho kabisa la ligi kuu soka Tanzania bara. Wiki ya 24 kwa baadhi ya timu kucheza michezo ya ligi kuu soka bara, baada ya michezo kadhaa michezo siku ya Jumaa, siku ya Alhamis, siku ya Jumaa pia kuna michezo kadhaa inachezwa hii leo, na miongoni mwa michezo hiyo ni ule ambao wakutanisha mabingwa watetezi na mabingwa wa historia ligi kuu soka bara, klabu ya Yanga ambao watavana dhidi ya kikosi cha Singida, moja mchezo ambao tutaweza kutoa taswira pia mbio za ubingwa namna ambavyo zinaweza kuwa, ikizingatiwa tayari klabu ya Simba imekwea kileleni kunako msimamo baada ya kushinda kupata dhidi ya Coastal Union. Karibu sana mwenzangu Watson Amiri kwa hapa, mimi naitwa Frank Kivegula kama ilivyo kawaida. Watson, tuliyozungumza jana kwa asilimia kubwa ndio wale ambao mmetokea, ulipa nafasi kubwa sana Simba kushinda mchezo na mapema tu kipindi cha kwanza Coastal ilipata bao, tukastuka kidogo kwamba inawezekana Simba anacheza shilingi chooni. Of course, na walianza mechi kwa tension kubwa sana timu zote mbili, Coastal Union pamoja na Simba, lakini Coastal walionekana kama wana matumizi makubwa ya nguvu. Walikuwa wanatumia nguvu nyingi sana kwenye kukaba, na walikuwa wanaondoka of course kwa nguvu pia. Kitu ambacho kiliwapatia goli hata mapema, kwa sababu baada ya kuchukua mpira walipola wakafanya counter attack maeneo ambayo beki wa Simba walijichanganya kidogo kukaba, akaja Mabadi ndio akatupia goli. Kwa watu wakasema hii mechi ya leo vipi? Lakini ubora wa Simba ndio ukaamua mechi, kwa sababu uliona baada ya pale Simba akaanza msako. Mapema of course msako mpaka wakapata magoli yote mawili kipindi cha kwanza kile. Walipoenda kipindi cha pili ikawa sasa ni kuhakikisha kwamba wanalinda walichonacho, lakini wanaangalia kama wanaweza kufunga magoli mengine, lakini hawakubahatika kupata goli lingine. Tuliongea na kuhusu ile imani ya watu, dhana ya watu mtaani kuona kwamba kuna urafiki baadhi ya timu pindi zikikutana, lakini kwa nadharia ya mchezo wa jana tu tulivyoshuhudia Coastal dhidi ya Simba, no doubt huwezi kuwaza jambo kama hilo. Hamna urafiki pa, sababu mchezo ulivyokuwa unachezwa uone kama kuna urafiki. Timu zote mbili zilikuwa serious. Hata Simba mwenyewe kama angezembea kidogo angefungwa magoli pia, kwa sababu ulikuwa unaona Coastal Union wanakosa tu tulivu katika eneo la mwisho, lakini of course walikuwa wanacheza vizuri, wanajaribu kutengeneza chances ambazo wanaweza kuzitumia vizuri, lakini haikuwa bahati yao kwa upande wao. Na hii intafsiri nini Simba kupata ushindi na kuenda kukaa kileleni katika msimamo bila kujali matokeo ya wenzao leo? Wao kama Simba hii inaongeza kitu gani? Of course Simba msimu huu ameimarika, na tumemwona toka alivyosajili wachezaji kwenye dirisha dogo lile, tumemwona Simba amegain momentum. So yani inaonyesha kwamba Simba yupo serious sasa na project ambayo amekuwa anaijenga baada ya, unajua kutoka mwaka jana Simba anaongea kwamba anajenga project kwamba tunajenga kikosi, na watu walikuwa wana doubt kwamba anajengaje kikosi, wachezaji anasajili wanaondoka, lakini hata benchi la ufundi pia wanaondoka, lakini unaona kama Simba wamejaribu kupata kile ambacho walikuwa wanakitaka. Na kwa ushindi ule kukaa kileleni inaweza kuongezea wao hamasa zaidi kuelekea michezo iliyobaki, kuongeza pressure mpinzani wao. Sasa hivi mbadilika, kwa Yanga nitangulia kucheza mechi na kuja Simba, lakini hii wiki Simba ametangulia, Yanga anapatia nyuma. Kwa maana yake Simba wanabidi ashinde mechi zinazofuata zote. Yaani sasa hii inampatia Simba nafasi ya kwamba inabidi mechi zote zinazofuata ashinde, ili kusudi atengeneze nafasi nzuri pale kileleni. Kama maana yake anapoteza mchezo wote ule, anapatia Yanga nafasi ya kujikita pale kileleni vizuri zaidi, lakini kama atashinda michezo yake na yote, maana watakuwa wanafukuzana na Yanga kwa gap hili ambalo wameachana, kitu ambacho mwisho wa msimu sasa tutakuja kuangalia nani amefanikiwa sasa kutengeneza matokeo mazuri kwenye michezo iliyosalia. Kwa Simba kwa Simba jinsi alivyocheza, ukikumbuka dirisha dogo alifanya mabadiliko ya kikosi chake, kuongeza baadhi ya wachezaji, unaweza kuona tangu ligi ilivyoanza kuanzia Januari hadi hivi sasa ndio kwa asilimia kubwa sana Simba imebadilika kuliko ilivyoanza msimu. Simba alianza msimu akiwa chini sana, na of course wachezaji waliokuwa nao walikuwa hawana energy kubwa sana. Yaani wachezaji waliokuwa nao walikuwa ni wachezaji wa level ya kawaida tunasema. Yaani walikuwa ni kama wamechoka. So kama wamechoka, hata maingizo mapya aliyokuwa amefanya pia yalikuwa bado haja click vizuri kwenye kikosi, kwa sababu tumeona walikuwepo watu kama kina Anthony Mligo ambao walikuwepo, lakini sasa tunaona hapati nafasi ya kwanza. Hapati nafasi ya kwanza. Walikuwa wachezaji wengi ambao waliingia dirisha kubwa la usajili. Wengi wamekuwa hawana nafasi nzuri
kwenye kikosi, lakini walioingia dirisha dogo ndio unaona sasa kama wamekuja kuongeza nguvu ya watu kama Libase Geye, tunamwona Anise Oula, tunaona Ino Josephine Loemba, tunamwona Chama, tunamwona Nixon Kibabage, tunamwona Jibril Kasali ambaye ni golikipa tegemezi. Kwa of course wachezaji wengi ambao wamekuja dirisha dogo wamekuja kuongeza morali kwenye timu na wanatoa kile kitu ambacho Simba alikuwa anategemea kwamba timu yao inaweza ikaonesha msimu huu. Of course Simba walikuwa na dirisha zuri sana la usajili kwenye dirisha kubwa, lakini dirisha dogo lipokuja kuwapatia nafasi sasa ya kujiimarisha. Mpaka sasa tunaona Simba hii ambayo unaweza kaongea kwamba msimu huu unapoishia wanaweza pia wakatoa ubingwa kama watakwenda kwa kasi hii kama Dar es Salaam Young Africans kwenye michezo inayosalia, anaweza akaangusha alama mchezo wote. Wapi Simba alifanikiwa katika hiyo dirisha dogo? Kwa sababu ndio nadhani hata wachambuzi mmekuwa mkizungumza kwamba mara nyingi sana dirisha dogo huwezi kupata quality players kama quality players. Timu nyingi zinakuwa tayari zipo kwenye mipango ya msimu yao. Kwa sababu ni dirisha kwanza linakuwa lipo naro, yani linakuwa na muda mfupi, alafu wachezaji wanakuwa tayari wapo kwenye vilabu vyao wanavitumikia. Of course kwenda kuvunja contract nao ya mtu kwenye timu yake anayoicheza kumleta kwenye timu yako mara nyingi inakuwa ngumu. Lakini Simba scouting yao imefanya kazi nzuri dirisha hili. Kwa mfano mtu kama Crescentus Magoli tunaona aliletwa kwa ajili ya hizo kazi za usajili. Tunaona amefanya kazi nzuri. Unaona wachezaji leo waleta takriban karibia wote waliokuja dirisha dogo. Unaona wana nafasi nzuri na wanafanya kitu kikubwa ndani ya Simba. So Simba amefanikiwa, yani msimu huu kwenye dirisha hili dogo la usajili, Simba amefanikiwa kutafuta suluhisho la wachezaji ambao walikuwa anawakosa kikosini. Na hii ni ishara kwamba inaweza kumrahisisha pia Simba sana kwenye dirisha lijalo. Kwa sababu hana haja ya kupangua. Yaani ni kama labda hawaache ambao walikuwa wapate nafasi kubwa, alete at least wenye nafasi ambayo wanaweza wakakompete vizuri na ambao wapo. Lakini hata kuwa na kibarua kikubwa sana kutafuta wachezaji wengi dirisha linalofuatia, kwa sababu tayari kama kikosi chake kipo kwenye ubora ambao, na umemwona pia golikipa Musa Pipi ni kama amepona na anaongezewa mkataba pia. Nimesikia tetesi kama hizo. Tumemwona Wilson Nangu beki anapona na yeye majeraha yake ambayo alikuwa nayo atarudi. Tunamwona Abdulrazak Hamza anarudi, moja kati ya madefender wazuri sana ambao Simba alikuwa anawategemea pale kwenye ukuta. Kwa unaona dirisha linalofuatia Simba bado ana wachezaji ambao hata alikuwa anawakosa kwa sababu labda ya majeraha, unaona wana nafasi ya kurudi na kwanza kutumika kwenye kikosi. So ni kitu kizuri of course, na Simba dirisha kubwa hata kuwa na kazi kubwa sana ya kutafuta wachezaji wengi kama itakuwa labda timu nyingine ambazo unaona msimu huu kama bado hazipo kwenye rhythm nzuri. Sawa, na kwa ratiba jinsi ilivyokaa, Yanga na mechi leo saa 10 dhidi ya Singida. Ndio yale yanayozungumzwa kama jana kwamba huyo ndugu yake na vitu kama hivyo, lakini sisi kwa sababu tunafuata misingi ya mpira wa miguu, hayo tunashahidi nayo. Leo mchezo unachezwa saa 10 kamili jioni kwa Yanga, na tulimuona alikwama Dodoma Jiji. Akaangusha alama za Faisal. Simba kufikia hapa juu sasa hivi anaongoza msimamo. Leo kwa Yanga mchezo huu dhidi ya Singida unaweza kuwa na ugumu kwa sababu ya pressure hiyo ya Simba kwenda kileleni juu, au tayari Yanga na uzoefu wao. Of course unaweza ukawa mchezo una pressure, kwa sababu kitu ambacho umekishuhudia recent kwenye timu ya Yanga amekuwa na ufanisi mzuri sana wa kumaliza chances anazozipata. Na timu ya Singida kama wakiamua kucheza kwenye kiwango chao ambacho wamekuwa nacho kwa siku za hivi karibuni, wanapokuwa wanacheza na hizo timu kubwa, unamwona kabisa wana hiyo ability ya kumstop Dar es Salaam Young Africans. Lakini kitu ambacho kimekuwa tofauti, Yanga anapokutana na Singida amekuwa ni anapata matokeo kirahisi, au anapata matokeo kwenye karibia kila mchezo ambao anakutana. Singida amekuwa mnyonge sana mbele ya Yanga kwenye misimu yote ambayo amekuwa anapanda daraja. Lakini ni timu ambayo unaona kabisa kama siku hiyo wakiamua kuwa serious, kama leo wakiwa serious, unaona ana ability hiyo ya kucompete na Yanga nzuri, kwa sababu Yanga ya msimu huu sio kama Yanga ambayo inatisha sana kwamba kila timu inayokutana sasa inajua hapa tunakwenda kupoteza mchezo. Unaona ni Yanga ambayo timu zikipishana vizuri wanaweza akaruhusu magoli na wakafungwa. Sawa. Kwa Singida unaona nafasi yao walivyo. Wanaweza kuwa wenyewe nafikiria, mimi niko naangalia hapa hiyo msimamo hapa kwa cheki wa ligi isipokaa. Labda Singida mwenyewe tu aone mechi ina umuhimu. Lakini kama Singida anavukana kama anahitaji nafasi ya 4 na kule shirikisho shatolewa CRDB. Ashatolewa kule. Unajua ni lazima manake hii mechi ashinde ili kusudi. Japo siku nyingine nyingi hapo mbele, lakini hii ni muhimu. Lakini ni muhimu kwa sababu uweze kujua wenzao anapata matokeo gani huko. TRA na JKT kama atakuja vizuri, cheki hapo msimamo unaona kabisa Singida iko nafasi yake ipo rehani kama atapoteza mechi kama hiyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo inabidi Singida yaani Singida kwenye michezo na yeye kama anataka mashindano ya kimataifa, michezo inayosalia yote inabidi ajitahidi kupata matokeo. Kama anaangusha manake anajipotezea ile nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa, kitu ambacho sidhani kama Singida wao wenyewe wanakitamani, kwa sababu wanajaribu kufanya uwekezaji kwenye klabu yao
tumeona miaka hivi karibuni, ili kusudi kupata nafasi ya kushiriki kwenye hao mashindano, wauze jina lao, labda kama anaweza kutengeneza wachezaji wakawauza na kwa ajili ya faida ya kibiashara zaidi, kwa sababu Singida tumezoea ni timu ambayo inafanya biashara sana ya wachezaji pia kwa Tanzania hapa. Sasa kama atafeli manake kufikia malengo hayo ya kushiriki mashindano ya kimataifa, akasalia ndani ya ligi, sidhani ya malengo yake yale ambayo amekuwa anayafanya kwa misimu kadhaa yanaweza yakawa yanashindikana, kitu ambacho sidhani kama Singida wanatamani sana kitokee. Na kwa hadhi ya uwekezaji wao utamani kuna timu hii ikose kushiriki kimataifa, shirikisho, maana inakosa nafasi ya 4 kwenye ligi. Sidhani kama Singida viongozi wake pia sidhani kama wanatamani kitu kama hicho, kwa sababu tumeona pia hapa Gatanda alipokuwa anapitia matokeo mabaya, walifanya baadhi ya mambo, walipunguza mishahara ya wachezaji, walipunguza posho, vitu kama hivyo, kwa lengo tu la kwamba wachezaji waongeze morali ya kupambana ya. Kwa hiyo unaona kama wanajaribu kuwa motivate wachezaji kwa namna moja ama nyingine wapambane zaidi, maana yake wanahitaji hayo mafanikio ambayo wanataka. Sasa mafanikio huwezi kuyapata kama unaachia alama kwenye michezo ambayo ni ya muhimu zaidi kwako wewe kukufikisha mahali fulani. Kiufundi hizo kama mchezo namna gani? Ukiacha hizo rekodi mbovu za Singida kutokutamba dhidi ya Yanga. Unajua watu baadhi ya jamaa zangu wengine niambia leo naona mechi ya Singida bwana na Yanga. Bana kuna mechi hapo. Tufanye mambo mengine. Yaani sio mtu mmoja, zaidi ya watu wawili na wengine hata sio mashabiki wa Simba. Ni mashabiki wa Yanga, lakini ukiwaambia kusumikia nasema babu hamna mechi, tufanye vitu vingine. Kama mazingira akatengeneza Singida mwenyewe. Yaani mazingira ya kuonekana huu mchezo ni kama mchezo hamna mechi, nikatengeneza Singida mwenyewe. Kwa sababu ukiachana tu na kwamba Singida amekuwa anaachia alama sana kukutana na Dar es Salaam Young Africans, lakini kuna baadhi ya moment ambazo Singida alikuwa kwenye form, yani alikuwa kwenye wachezaji wake wanawaka, lakini alipokuja kukutana na mechi ya Dar es Salaam Young Africans, ghafla tu tukasikia Singida amepumzisha wachezaji wake wale wote ambao muhimu, timu ya moto ile amewacha karibia wale wote ambao wanafunga magoli, wanatengeneza nafasi, amewaacha nje wote, kwamba ameingiza kikosi kingine hapa, anapumzisha wachezaji kwa ajili ya mechi. Lakini ukiangalia mechi inayofuata anacheza sio na Fountain Gate, hii mechi ya Yanga ambayo inabidi aingize jeshi lake, yeye amepumzisha. Hapo mechi inayofuatia ambayo ilibidi sasa hao ambao ameingiza leo wacheze ndio amewaweka leo. Ni mazingira ambayo unaona kabisa kwa akili nzuri ya kawaida tu ukifikiria, unaona ni kama kuna namna yeye mwenyewe alitengeneza urahisi wa Dar es Salaam Young Africans kushinda. Ilikuwa inaonekana kama ni tawi, na baada ya kufanyaga kitendo kama hicho sasa watu ndio moja kwa moja wakaja wakakonkludi kwamba Singida akitana na Yanga anajivunja. Na of course michezo kama hiyo lazima, yani mchezo kama hata mchezo wa leo pia sidhani kama Singida atakuwa na compete kwa kiasi kikubwa sana mbele ya Yanga. Labda leo aanze sasa kuto prove wrong kwamba mimi sio tawi ya Dar es Salaam Young, au ajaribu kufuta hiyo dhana ya kwamba akikutana na Dar es Salaam Young Africans huwa anajidhaifisha. Lakini kwa michezo iliyopita nyuma, kwa rekodi ambazo zipo, tulivyoona Singida ikutana na Dar es Salaam Young Africans, ni timu ambayo imekuwa ni ya kawaida tu, yani sio kawaida, ni ya kawaida sana kwa Dar es Salaam Young Africans. So usitegemee kama Dar es Salaam Young Africans atakuwa na mchezo mgumu kwa siku ya, labda tu yeye mwenyewe asiwe na ufanisi mzuri wa kumaliza nafasi anazozitengeneza. Lakini kwa Singida Black Stars sidhani kama atakuwa na compete na Yanga kwa kiasi hicho kikubwa ambacho kitafanya mpaka Dar es Salaam Young Africans apitie wakati mgumu sana kwenye mchezo wa leo. Inawezekana Yanga leo wakaona mchezo huu ndio mchezo kusema baki kwenye fixture kiangalia Yanga na mechi ya Singida na Azam ndio mechi nzito. Mechi nzito ambazo ni hizo mbili hizo. Akivuka hizi tu wanapiga sababu nyingine anaweza akavuka vizuri. Inawezekana nguvu Yanga kaikeza zaidi kwenye mchezo bila kujali hizo historia za nyuma. Of course, kwanza tumeona Dar es Salaam Young Africans kwenye hizi mechi za hapa karibuni amekuwa anaweka kikosi chake kile kinachompatia ushindi. Yaani hakuna mechi ambayo ameingiza wachezaji kwamba hawa sasa labda niwapatie nafasi huu mchezo wa timu labda ya daraja la kati au vipi. Naona wachezaji wale ambao wamecheza dabi, wale wacheza na Azam, wale wanacheza mechi pia na timu hizi za madaraja ya kati. Kwa hiyo ni timu ambayo inatafuta ushindi karibia kila mechi. Kwa hiyo of course na leo sidhani kama mwalimu atafanya mabadiliko yoyote yale. Ni timu ile ambayo imekuwa inashinda, lazima pia atakuja na timu ile. Sawa. Nimeona baadhi ya Yanga kama kupona uvivu kucheza na vitu kama hivyo kiufundi. Na tulishuhudia mchezo uliopita jinsi ambavyo mchezo ule wa Dodoma jinsi ambavyo walicheza kama wako down sana. Wachezaji wametumika sana. Yaani wachezaji wa Yanga wametumika sana. Wengi kwa sababu wengi wametoka toka misimu kadhaa ya nyuma iliyopita kwenye kikosi, bado hapo pale. Kuna haja walimu wafanye rotation kwa mechi kama hii. Asala shida una rotate unamweka nani? Unajua wale nje kwenye mechi ya Dar es Salaam Young Africans wachezaji wapo wengi sana, lakini wachezaji karibia wote ambao wapo pale ni kama viwango vinalingana. Kwa mfano leo hii pale katikati unaongea wanaye Mudathiri ya haya, wanaye Luke Abuya, lakini kuna mtu pia kama
Damalo, yani midfielder zao za kukaba na za kushambulia. Unaona karibia wote ni watu ambao viwango vinafanana. Yani huoni kama ataingia fulani then atatoa kitu kikubwa zaidi, kikubwa zaidi. Na wote wapo kwenye stamina. Labda unaweza kusema labda Damalo ambaye kaingia kwenye dirisha dogo, anaweza kawa ndo anatoa energy. Lakini Damalo changamoto yake kubwa imekuwa ni nidhamu. Yani uwanjani yeye kupata kadi ya kadi ya njano, yani hata ndani ya dakika 5 tu za mwanzo ni jambo la kawaida. Kitu ambacho mwalimu anakuwa anaona ni riski sana. Lakini kwa wanaobaki unaona ni wachezaji ambao walikuwepo misimu kadhaa nyuma, kitu ambacho energy yao sasa ime downgrade kiasi ambacho hawawezi wakatoa tena kitu kikubwa zaidi tofauti na ambacho walikuwa wanatoa misimu iliyopita. Kwa hata kirotate itakuwa ni just kwamba wewe pumzika, wewe anza, lakini sitegemei kama kutakuwa na kitu kikubwa sana ambacho anayeanza na anayebaki nje anaweza akakiofa kwenye ile timu ya Dar es Salaam Young Africans. Sawa, tumalizie kwa namna mazingira jinsi yalivyokuwa kwenye msimamo hapo, ukiangalia na michezo ambayo inachezwa siku ya leo, kesho Yanga dhidi ya Singida, kuna mchezo mwingine hapo wa Azam Prisons 12:30. Azam wanajiona katika mazingira gani kwenye msimamo ulivyo na ina mchezo ambao tunakutana nao? Of course Azam yeye anachotafuta ni kujiimarisha kwenye nafasi ya 3. Yaani exactly anachotafuta ni kujiimarisha kwenye nafasi ya 3 kwa sababu Azam yupo nafasi ya 3 akiwa na alama yeye ana alama 46. Ana alama 46, lakini unamwona Simba ana alama 54 na michezo wanalingana. Maana yake Sudi Azam na unamwona Yanga na alama 54. Maana yake Sudi Yanga labda Azam ashike nafasi ya pili. Maana yake bado ana michezo kama miwili hivi mkononi ya kushinda yote miwili. Ili Sudi afikie, yani na michezo sio miwili tu, yani michezo mitatu takiwa ili amfikie mtu wa juu yake kiasi, kwa sababu 46 kama akishinda maana anakuwa na 49, akishinda tena atakuwa na 50, atakuwa na 52, inabidi tena ashinde tena. Kwa unaona kama michezo mitatu inabidi aishinde yote, huku ambao wapo juu wapoteze. Kitu ambacho sio rahisi Yanga na Simba kupoteza michezo mitatu mfululizo wakati akiwa anashinda. Kwa of course Azam anachotafuta ni kujikita kwenye nafasi ya 3 vizuri, ili kusudi ajihakikishie nafasi nayo ya kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa, kama labda hatachukua kombe la shirikisho. Lakini anacheza na Tanzania Prisons. Tanzania Prisons ni kwa hesabu ni kama ameshashuka daraja tayari. Yani kwa sababu ana alama 17 ambazo huoni kama kipona. Sidhani kama atapona Tanzania Prisons. Kwa mwenendo wake ambao anaenda nao msimu huu, sidhani kama anaweza akapona kwa sababu amekuwa anaangusha alama sana. Na tunaongea Tanzania Prisons ameangusha alama ameshinda mchezo wa juzi Mei 14 alishinda wa Fountain Gate. Lakini nyuma alikuwa amepoteza michezo mitatu mfululizo. Amepoteza mchezo na TRA, kapoteza mchezo na Mbeya City, kapoteza mchezo na Simba, ndo akaja akashinda. Kwa maana timu ambayo, lakini hapo nyuma alikuwa amesale mchezo mmoja, alikuwa toka kupoteza michezo mitatu tena mfululizo. Kuna timu ambayo yani huoni ina mfululizo wa kupata matokeo. Yani matokeo yake makubwa ni sale. Akisale anaweza hata akapoteza michezo mitatu, akarudi tena akashinda, labda akasale tena akapoteza tena mitatu mfululizo. Kwa of course na alama zake 17 ambazo anazo kwenye msimamo, nafasi ya pili kutoka mwisho, nafasi ya 15. Simuoni kama anaweza kucompete kwa kiasi cha kumsimamisha Azam asipate matokeo siku. Na uzuri Azam leo yupo nyumbani. Kwa of course ana advantage hiyo kwenye uwanja wake. Yes, mara nyingi Azam anatumia kwa ugenini. Akiwa ugenini Azam amekuwa hana matokeo mazuri sana mara nyingi. Na mechi zote ambazo anapata matokeo mabaya ni nyingi alizosafiri. Akiwa nyumbani Azam amekuwa na nafasi nzuri ya kupata matokeo. Kwa hiyo simuoni leo Tanzania Prisons kama anaweza akafurukuta mbele Azam, kwa sababu tia mwenendo wake anaoenda nao na yupo kwenye nafasi ya kushuka daraja. Na hisi hata wachezaji kwenye kichwa chao tayari kama washaanza kukubaliana kwamba msimu huu sasa sio kwetu yako. Of course hata ile energy ya kupambana sana huwezi ukaiona kwa kiasi kikubwa. Wewe ni timu mbili unaweza kuwa umeshaziondoa kwenye of course KMC na Tanzania Prisons. Yaani hao moja kwa moja najua ameshaga mashindano. KMC na Tanzania Prisons. Unaona kabisa hawezi kupona. Hawezi akapona. KMC hawezi. Kwanza KMC ndo kabisa, yani tusimweke kabisa. Yani huyu tuseme ndo ameondoka. Tanzania Prisons anaweza hata kapambana at least akalalilia kwa sababu yeye ana alama 17. KMC ndio kudhibitisha. Wajuu yake ana alama 22 ambaye ni Mbeya City, lakini KMC ana alama 9 tu. Alama 9. Mchezo ana alama 9 kwenye michezo 24. Maana yake inabidi hapa hata akishinda michezo inayobaki yote, maana inabidi awaombee wajuu yake wapoteze michezo yote ambayo, yani sio kusali, wapoteze michezo yote. Wakati akiwa anashinda michezo na KMC hii ya kushinda michezo yote. Unaona kitu ambacho hakiwezekani. Kwa of course KMC msimu huu amekuwa na msimu mbaya sana of course. Na toka alipoanza msimu hajaanza vizuri na tofauti iko wapi hapa? Ya tofauti ya anguko la Prisons na KMC zinafanana au unaweza kwa tofauti? Yaani kwenye vifo vyao kwenye kushuka, kama watashuka wote pamoja ndio kwenye dalili hizi. Wanafanana shida zao au ziko tofauti? Kwa hiyo unavyoona. Unajua shida za timu nyingi hapa Tanzania
zinakuwa kama zinafanana, hasa hizo madaraja ya chini. Changamoto kubwa waga inakuwa ni fedha, yani mafungo yao. Kwa mfano timu kama Tanzania Prisons ni timu ambayo inamilikiwa na taasisi, ni timu ya magereza hii ya jeshi la magereza nchini. Ya, ni timu ambayo unaona kabisa ilikuwa na nafasi ya kutengeneza vipaji wao wenyewe. Labda kutoka labda aidha kwa wafanyakazi wa magereza au whatever, lakini unaona ni timu ya taasisi yake ina connection kubwa ya kufanya kutengeneza ya kufanya nanilia ya kufanya majaribio kwa yani ya kufanya ya kutengeneza vipaji vyao wao wenyewe vikahudumu. Na tulishakuona Tanzania Prisons misimu kadhaa iliyopita nyuma walikuwa ndio sera yao hiyo, unakuta wachezaji wao wote ni wazawa wote yasi, lakini kwa misimu hiyo unaona wao wameanza kuingia kwenye kale ka upepo, yani wanasajili wachezaji wa kigeni, wanaanza vitu kama hivyo. So ndio anguko lao kwa sababu unapoanza kusajili wachezaji kutoka labda unapotoka kwenye mfumo ambao uliuzoea na unakupatia matokeo ukaingia kwenye mfumo mpya, manake unaweza ukachukua muda kuadapt. Sasa muda ambao wewe unajitafuta kwenye huo mfumo, wenzao bado wanasogea mbele, ndio kilichowakuta Tanzania Prisons. The same to KMC. KMC ni timu ambayo inamilikiwa na Manispaa ya Kinondoni pale Dar es Salaam. Ni timu ambayo imewekeza, wana uwanja, wana karibia resources zote, lakini shida inayotafuna ni nini? Wachezaji ambao anao KMC unakuta ni wachezaji wa kawaida. Yaani hawakezi, wachezaji wengi unakuta ni wale ambao wameshatumika kwenye hii ligi sasa kwa kiasi kwamba walifeli sehemu kadhaa, lakini ndio wao pale KMC na vitu kama hivyo. So kwa sababu ukiangalia KMC aina mwalimu alioanza naye msimu alianza na Maximo. Alianza na Maximo. Maximo ni mwalimu mzuri, ashawahi kufundisha mpaka timu ya taifa Tanzania. Lakini niulize kwa nini Maximo alifeli? Wachezaji ambao KMC anao sioni kama ni wachezaji wa kucompete kwa ajili ya kupata mafanikio yote kwenye ligi. Na of course hapa kinaonekana kwenye nanilio. Unaona nafasi ya 9 amefungwa magoli, ana negative ya magoli 27. Ya KMC kwenye msimu huu ananilia amefunga magoli 13 tu, lakini amefungwa magoli 40. Kitu ambacho naona ni kwamba yeye KMC kwenye mechi kupata goli, yani kupata goli kwenye mechi ni goli la kutafuta, lakini yeye kumfunga ni rahisi tu. Sasa hauwezi ukawa na kiwango kikuu au huwezi ukapata mafanikio kama nyuma, yani kama safu yako ya ulinzi inaruhusu sana magoli, huwezi ukapata mafanikio yote yale kwenye mashindano. Unaweza kufunga bao 3, ufunga 5. Unaweza kufunga matatu, ukafungwa 5. Ukafunga moja, unafungwa manne. Sasa amefunga tena 4 tena 3. Amefungwa goli nyingi sana kwenye mechi zake. Sawa. Kwa hiyo leo karata yako? Of course leo karata yangu kwa haraka na Dar es Salaam Young Africans akitoboa mbele ya Singida Black Stars, lakini namuona pia Azam akipata na leo siwaoni wakubwa wa Dar es Salaam kama wote wanaweza kaangusha alama. Naona wote wawili kama wanaweza akapita. Utashinda. Sawa bwana, tukomee hapo. Watu na mimi nakupo nasi tukichambua tathmini ya kile ambacho tuko nacho leo katika Daima Sports. Wewe pia ambao tufuatilia vizuri kuanzia mwanzo hadi muda tukifikia tamati, basi tukusiwe endelea kufuatilia kila kipindi na yote ambayo tumekuwa nayo katika YouTube channel yetu, kwa maana vipindi kama ilivyo kawaida, lakini pia matukio mbalimbali ambayo tumekuwa tukiripoti katika vyanzo vyetu vingine mbali. Mimi naitwa Frank Vagula, hadi wakati mwingine, asante na wakati mwingine.